Idadi ndogo ya wapiga kura imeshuhudiwa katika uchaguzi mdogo unaoendelea katika wadi ya Endo Marakwet Mashariki katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Kiti hicho kiliwachwa wazi baada ya kifo cha aliyekuwa mwakilishi wadi wa eneo hilo Jeremiah Kibiwot Toriebe mapema mwaka huu. Hebu sasa tuungane naye mwanahabari wetu Stephen Keter moja kwa moja kutoka kule Marakwet Mashariki atupashe zaidi. Steve, je, hali iko vipi kufikia sasa na labda uko wapi kwa sasa? Naam, shukran sana mwenzangu Ruga. Niko katika shule ya msingi ya Sambalat ambayo ndicho kituo kikubwa zaidi za kupiga kura katika wadi hii ya Endo. Kituo hiki kikiwa na wapiga kura 600, zaidi ya 600 kulingana na ile takwimu ya IEBC ya mwaka 2022 ambayo inatumika kwa sasa, na tumezunguka katika vituo kadhaa vya kupiga kura katika wadi hii ikiwa na zaidi ya vituo 40, ikiwa na vituo 42 kwa jumla, ikiwa na idadi ya wapiga kura zaidi ya 14,000, na katika vituo vyote tumeweza kushuhudia idadi ndogo zaidi ya wapiga kura ambao wameweza kujitokeza kupiga kura kuanzia mida ya asubuhi, na tutazidi tu kuzunguka tuone hali itakuwa vipi. Lakini kwa sasa kwa haraka sana nataka nijiunge na mmoja ya ambao wanagombea kiti hiki ambaye ni mwaniaji katika chama cha UDA, Bwana Festus Korir. Waweza kujiongea hapa kidogo. Hebu tueleze wewe kama mwaniaji wa kiti hiki hadi kufikia sasa, pengine wale maajenti wako wanakueleza idadi ya wale ambao wamejitokeza iko vipi? Naam, asante sana. Vile nimeambiwa ni Mheshimiwa Festus Kirop, UDA nominee elect ambaye nilichakuliwa juzi. Kura kweli leo tumeshuhudia idadi ndogo sana katika vituo vyote 42. Zote siko katika asilimia 20 na 30 kufikia leo saa 6, na tunaona kwamba idadi ndogo sana ndio wamejitokeza kupiga kura leo. Lakini kitu tunashuhudia tu ni kwamba kuna utulivu, kuna usalama, kuna shida yote ambayo imeripotiwa kwa kufikia sasa. Ni shida tu ni kwamba watu wengi hawajajitokeza, lakini bado tunajaribu kuangalia kwamba wale watu ambao wako karibu wamekuja kupiga kura, kwa sababu tunatarajia hata angalau tufikishe hata asilimia 50. Bwana Festus, kile ambacho kimenishangaza ni kuwa ni wamama sana ambao wameweza kujitokeza katika shughuli hii. Sana sana ni wakongwe. Je, vijana wako wapi? Na hili pengine linaweza kukushtua kidogo kama mwanasiasa na kiongozi? Na ni kabisa ni kwamba inanishtua kabisa, kwa sababu tangu nimekuwa hapa tangu asubuhi nimeona idadi kubwa, asilimia zaidi ya 80 ni kina mama na ni wakongwe. Na imenishtua. Nimejaribu kutafuta shida ni wapi, lakini wameniambia kwamba vijana wamekimbia shambani kwa sababu wakati huu ni msimu wa mvua, wakati wanatayarisha mashamba kwa ufanzi. Pengine ni matarajio yangu kwamba pengine vijana wamekimbia shamba asubuhi, na kuanzia saa hizi saa 8 tunatarajia vijana waingie kwa wingi waje wapige kura. Naam, shukran sana Bwana Korir. Tutazidi kuzunguka katika vituo kadhaa vya kupiga kura katika eneo hili ili tuweze kuona kama watu wataweza kujitokeza pengine mida ya jioni kabla vituo kufungwa mwendo wa saa 11. Kwa sasa anaregesha kwako Ruga studioni. Naam, asante sana Stephen Keter. Na basi mtazamaji, zidi kufuatilia kabisa kupitia mitandao yetu ya kijamii @NTV Kenya, ambapo tunakuletea mbashara chaguzi hizo ndogo katika kaunti ya Narok na pia Elgeyo Marakwet, na tutakuwa tukikuletea kadri tu zinavyozidi kuchipuka.